Ndugu mtazamaji wa Rio City TV, napenda kukaribisha katika mahojiano yangu haya na mtaalamu wa kilimo kutoka wilaya ya Uyui mkoani Tabora, tukielezea na kufafanua kuhusu kilimo cha mwaka huu hususan zao la tumbaku mkoani Tabora. Ndugu, napenda kukaribisha mego nani? Kwa majina napenda kuendelea kwa jina la Salehe ama najulikana kwa jina la Msela. Wajibu wako au kazi yako? Mimi bwana, wajibu wangu mimi ni mkulima, lakini ni mkulima wa kisasa wa zao la tumbaku. Ni mkulima wa zao la tumbaku, analima kisasa kabisa zao hili la tumbaku. Kilimo cha mwaka huu ni tofauti na cha mwaka jana? Kilimo cha mwaka huu na cha mwaka jana kina utofauti. Utofauti wake ni upi? Utofauti wake, kilimo cha mwaka jana na mwaka huu, mwaka jana kwanza mvua ilikuwa kubwa, ilizidi. Lakini kwa mwaka huu mvua imekuwa ndogo. Unaona? Kwa sasa utofauti wake pale tunakuja kusema kwamba uzito wa tumbaku na uzito na upotevu wa mbolea, kiasi kwamba mwaka jana watu wanapoteza mbolea kwa kiasi kikubwa, lakini tumbaku yao ilikuwa ni bora kidogo kuliko mwaka huu. Mwaka huu mbolea ilikuwa ni nyingi, wameweka nyingi, lakini jua limekuja kuathiri yale mazao. Kwa hiyo umejikuta kwamba ile uzito wa tumbaku umekuwa sio halisia, umekuwa umenyonywa na jua. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba kipindi msimu ambao kunakuwa na mvua kubwa, basi tumbaku ndio inakuwa inastawi kwa vizuri, na msimu ambao kuna jua au mvua ni hafifu au hakuna mvua kabisa, tumbaku inakuwa imezorota kabisa. Au sina maana hiyo kwamba kama kutakuwa na mvua kubwa basi kutakuwa kuna tumbaku ya kutosha, lakini kwamba kila zao linategemeana na nini, upatikanaji wa mvua. Lakini mvua isiwe kubwa zaidi, isiwe kubwa sana, iwe mvua ya wastani, pia jua isiweke sana, iwe jua la wastani. Kwa hiyo ni kwamba hizo zote kwa pamoja zinaleta ubora wa tumbaku au ubora wa mazao. Kwa hiyo kila zao linategemea kwamba mvua iwe ya wastani na isiwe kubwa zaidi. Japo mwaka jana mvua ilikuwa ni kubwa, lakini huwezi kulinganisha na mwaka huu, kwa sababu mwaka huu hakuna mvua kabisa. Kwa upande wa kule Tabora hakuna mvua sana. Umeona? Kwa sasa kwa kipindi hicho, kwa kipindi cha mwaka jana watu wengi walipata tumbaku kulinganisha na bei. Walipata pesa kulinganisha na bei ya tumbaku ya mwaka jana ilivyokuwa, japo tumbaku ilikuwa imeathirika sana na mvua, lakini bei ya mwaka jana pia ilikuwa ni nzuri ya tumbaku. Kwa maana hiyo msimu huu kilimo cha mwaka huu kimewaangusha wakulima wengi sana. Kilimo cha mwaka huu kwa sababu kilinganisha watu wengi sana walijikita sana kwenye ulimaji wa tumbaku, wakaachana na mahindi, kwamba kwanza kile kwamba ukilima tumbaku pesa utakapopata kwenye mahindi, kwenye tumbaku ndipo wataenda kununua nini? Chakula. Kwa hiyo sasa hivi chakula kule kimekuwa ni shida, tumbaku pia imezorota, sio nzuri, haina ubora kama ile ambayo kwa tunategemea kulinganisha. Sawa. Kwa hiyo wewe kwa uzoefu wako wa kulima zao la tumbaku, unaona kwamba kuna mwendelezo wa mavuno mazuri miaka zinazokuja wa kilimo cha tumbaku kama kwa experience yako ulionayo? Sasa hapo tunategemea kwamba hali ya hewa itakuwa nayo, itakuwa na ubora gani kwa msimu unaokuja wa kilimo. Kwa hiyo siwezi kuwa ni mtabiri hii hapo, hiyo swala tunaachia mamlaka yenyewe ya hali ya hewa, kwamba wataweza kutuletea kwamba wataleta taarifa kwamba hii mwakani au mwaka miaka zijazo itana tukawa na mvua ya kutosha ama kutakuwa na hali ya ukame au hali ya wastani ya mvua. Kwa hiyo tutajua sisi tunafanyaje. Kwa hiyo kama itakuwa kuna hali nzuri ya mvua, kwa hiyo wakulima tutaongeza zaidi kilimo ili tuweze kufanikiwa. Kama kutakuwa basi na hali mbaya basi tutajua namna gani tuna plani kilimo ili tuweze kuendana na hali ya hewa ya kipindi hicho. Umesema wewe ni mkulima wa kisasa wa zao la tumbaku. Ndio. Vipi, unatumia mtaji kiasi gani kufanya shughuli yako ya zao la tumbaku? Kwa kweli ukipiga hesabu heka moja ya tumbaku inaenda kisasa zaidi, inalimwa kwa mifuko 4 ya mbolea. Kwa mimi nalima heka 2 ya tumbaku, kwa sababu ni kisasa zaidi
kwenye zile heka moja naweka mifuko wala kawaida nitakuwa mifuko 100 na mimi naweka mifuko 5. Napiga kani pale, nachukua urea moja NPK 3 nachanganya pale na kani. Kwa hiyo ile kani kidogo ina boost. Kisha ipanda siku 7 na nipiga mbolea pale. Naiwekea urea kwanza. Kama pale hapo napiga NPK. Baada ya hapo ngoja naiwekea kani. Ile kani, faida ya kani kwanza inanepesha ile bua la tumbaku ile mama na nenepa, watoto wanazaliwa vizuri. Yaani kwamba nikimaanisha watoto najua kama ni majani. Unaona majani yanatanuka, yanakuwa yanapendeza. Unaona? Kwa hiyo sasa baada ya hapo hizo mifuko 5 naweka ekari moja, mifuko 5 tena naweka ekari nyingine. Kwa hiyo nakuwa natumia mifuko 10 kwa pamoja katika ulimaji wangu au katika uzalishaji wa mazao. Changamoto unazozipata katika kilimo cha tumbaku? Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi. Kwanza, changamoto ya kwanza ukitana na swala la mvua, hilo kwa sababu hilo ni jumla. Lakini kwenye masuala mengine na ni upatikanaji wa kuni, kwa sababu kuni zimekuwa adimu sana kidogo, kwa hiyo tunaenda kuzipata mbali. Pia swala lingine kwa kusema kwamba soko limekubadilika kwa soko. Unaona? Kubadilika kwa soko kwamba hiyo ndio inakuja inaathiri kubwa sana, inakuja kutuathiri sisi wakulima. Ya kupunguzia thamani ya mazao. Kwa hiyo ndio kwamba ile thamani ya zero kuiuza kwa thamani ndogo tofauti na miaka zingine. Ndugu mkulima, umesema kwamba wewe unajihusisha na kilimo cha kisasa. Kilimo cha kisasa cha tumbaku. Vipi unaepukaje ukataji wa miti hovyo na kusababisha janga? Kama wewe mkulima wa kisasa, unalindaje ukataji wa miti holela na kusababisha janga? Ni swali zuri sana ndugu mwandishi. Hilo swali naomba nilijibu kitaalamu zaidi. Unaposema kwamba unapokata miti unatakiwa upande miti. Kwa mimi sasa kulingana na elimu niliyopewa na wazalishaji wakubwa wa tumbaku waliniambia kwamba unapokata mti mmoja hakikisha unapanda miti 5 ili uweze kustahimili ile eneo au kuja kuliziba nafasi ile eneo. Kwa sababu mimi nikikata mti mmoja nahakikisha kwamba nimeotesha miti zaidi ya 5 au at least basi au pungufu ya hizo miti basi iwe 5 kushuka chini. Lakini siwezi kupanda mti mmoja kwa sababu mti mmoja unaweza kuikuta unakufa. Kwa napanda miti kuanzia 2 kuendelea, lakini at least inafika 5 pale. Kwa unakuwa kidogo ninaziba zile nafasi. Kwa hiyo nikijikuta ndani ya miaka 5 nikiotesha miti 5 najikuta nina miti zaidi ya 10,000 nimeotesha. Kwa hiyo kidogo nitakuwa nimesaidia hata rasilimali kutokupotea kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nategemea kwamba hata wazalishaji watakaokuja mbeleni watakuwa wanakata zile miti ambazo tunazipanda na tunaendelea kufanya shughuli zetu za kilimo kama kawaida. Ukiachana na bidhaa ya mwisho ambayo inatokana na tumbaku, sigara, kuna bidhaa nyingine ambayo inatokana na tumbaku ukiachana na sigara? Ukiachana na sigara basi kuna vidonge. Vidonge vipi? Vidonge sio mtaalamu sana kwenye masuala ya uzalishaji wa dawa, lakini ambayo inatokana na tumbaku. Lakini uchakataji wa tumbaku hiyo inazalisha vitu vingi zaidi. Ona, end product ya tumbaku nadhani kuna vitu vingi vinapatikana pale. Ukiachana na sigara. Vipi hivyo? Siwezi kuvielezea kwa sababu huko sijajikita sana. Mimi ni mzalishaji tu wa tumbaku ambao elimu yangu inatosheleza kwenye kuzalisha tumbaku iliyo bora. Kwa hivyo vitu vingine nawaachia wakurugenzi wenyewe ndio wanajua wanazalisha vipi. Unatumia sigara? Hapana, sitoweza kutumia. Na sitegemei kama nitakuja kutumia tumbaku. Kwa nini wakati unazalisha tumbaku iliyo bora kabisa na tunapata sigara nzuri kabisa yenye viwango vya kimataifa, alafu wewe mkulima utumii sigara? Ni kwa nini? Kwani nikuulize swali ndugu mwandishi, wewe unaweza kwa mfano unauza pombe. Unaweza kuwa unatumia mtumiaji wa pombe? Unaweza kutumia pia. Hauzuii. Yeah. Sasa kwa mimi sitoweza kutumia tumbaku japo nazalisha. Kwa sababu ina athari kubwa sana katika maisha yetu. Japo tunaizalisha na tupa faida,
lakini athari yake ni kubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Unawashauri nini wakulima ambao wanaendelea kufanya kilimo cha kizamani? Kipindi hiki cha 2025 karne ya 21 hivi. Unawashauri nini wakulima hao? Mimi nawashauri kwamba wapunguze maeneo, walime maeneo ya wastani ili waweze kuendana na kilimo cha kisasa. Kwa sababu huwezi kulima kilimo cha kisasa ukiwa na maeneo makubwa zaidi. Automatic lazima itakushinda. Kwa hiyo kadiria maeneo, jenga mabani yako kutosha, lima eka zako za wastani tu, usilime eka 10 ambazo unajua kabisa uwezo wa kuzihimili zitakuwa ni ngumu. Kwa hiyo utajikuta kama unalima tumbaku shambani afu then unakuja na unazalisha bidhaa ambayo haina ubora wowote sokoni. Kwa hiyo lima kilimo cha wastani. Ukishalima wastani unajua kabisa wewe hii hapa itakuwa una uwezo wa kuimaintain ikakaa vizuri. Mauzo ya zao la tumbaku sokoni yamegawanyika katika grade. Unaweza kutufafanulia grade hizo zipoje na bei zake sokoni? Hiyo ndugu mwandishi tutaizungumza baadaye. Kwa hiyo siwezi kwa sababu bado ninazalisha, siwezi kuanza kuzungumza sasa hivi thamani ya bei kwa bei. Namaanisha grades zile za tumbaku kuna. Nimekuelewa. Naam. Nimekuelewa. Watazamaji wanataka kujua sasa zile grades na bei zake zinakuwa sokoni. Na wakaribisha tu watazamaji waje kwenye tumbaku, kuna vitu vingi. Kwa hiyo siwezi kutoa vitu vyote ambavyo mimi najua kwamba mtu nikishampa, lakini mtu unajua ili uweze kupata kujua utamu wa nani, ingia ndani ya box utajua kitu gani kipo ndani ya box. Sawa ndugu mtangazaji, ukishaingia ndani ya box utajua kila kitu ndani ukiwa ndani. Kwa hiyo mimi nimewapa intro fupi ya tumbaku, kwa bei, thamani ya tumbaku, grade, kwa vitu vyote vipo ndani ya box. Kwa yoyote ambaye anatazama, mtazamaji anatazama hiyo nani USD TV. Yeah. Basi namkaribisha. Kilimo cha tumbaku ni bora zaidi, kilimo kwa malengo. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa kiko safi. Kuna watu wanatajirika kutokana na zao la tumbaku? Sio kuna watu. Hata mimi mwenyewe naenda kutajirika kutokana na tumbaku. Napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru ndugu mkulima wa kisasa kabisa wa zao la tumbaku, ndugu Saleh Isaac. Ni mkulima mkubwa pale mji wa Tabora pale. Tupende kuwakumbusha na kuwasihi ndugu watazamaji wa USD TV, msubscribe channel yetu, comment na kulike video hii. Asante.